Mlango wa 16. Tena neno la Bwana likanijia kusema, wewe hutaoa mke, wala hutakuwa na wana wala binti mahali hapa. Maana Bwana asema hivi, katika habari za wana na katika habari za binti wazaliwao mahali hapa, na katika habari za mama zao waliowazaa, na katika habari za baba zao waliowazaa katika nchi hii, watakufa kwa maradhi mabaya, hawataliliwa wala hawatazikwa. Watakuwa kama samadi juu ya uso wa nchi, nao wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa. Na mizoga yao itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi. Maana Bwana asema hivi, usiingie ndani ya nyumba yenye matanga, wala usiende kuombolezea wala kuwalilia. Maana nimewaondolea watu hawa amani yangu, asema Bwana, hata fadhili zangu na rehema zangu. Wakubwa kwa wadogo wote pia watakufa katika nchi hii, hawatazikwa, wala watu hawatawalilia, wala kujikatakata kwa ajili yao, wala kujinyoa kwa ajili yao, wala watu hawatamega mkate kwa ajili yao wakati wa kuomboleza, ili kuwafariji kwa ajili yao waliokufa. Wala watu hawatawapa kikombe cha faraja wanywe kwa ajili ya baba yao au mama yao. Wala usiingie ndani katika nyumba yenye karamu, kuketi pamoja nao na kula na kunywa. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, mimi mbele ya macho yenu na katika siku zenu nitaikomesha sauti ya furaha na sauti ya kicheko mahali hapa, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Tena itakuwa utakapoonyesha watu hawa maneno haya yote, nao wakakuambia, mbona Bwana amenena juu yetu mabaya haya makuu? Uovu wetu ni uovu gani? Na dhambi yetu tuliyomtenda Bwana Mungu wetu ni nini? Ndipo utakapowaambia, ni kwa sababu baba zenu wameniacha mimi, asema Bwana, na kuwafuata miungu mingine na kuwatumikia na kuwaabudu, wakaniacha mimi, wasiishike torati yangu. Na ninyi mmetenda mabaya kupita baba zenu. Maana angalieni, mnaenda kila mmoja wenu kwa ushupavu wa moyo wake mbaya, msinisikilize mimi. Basi kwa sababu hiyo nitawatoeni katika nchi hii na kuwaingiza katika nchi ambayo hamkuijua, wala ninyi wala baba zenu, na huko mtawatumikia miungu mingine mchana na usiku, kwa maana mimi sitawapa fadhili zangu hata kidogo. Kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena, aishivyo Bwana aliyewaleta wana wa Israeli toka nchi ya Misri, lakini aishivyo Bwana aliyewaleta wana wa Israeli toka nchi ya kaskazini na toka nchi zote alikowafukuza. Nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe niliyowapa baba zao. Tazama, asema Bwana, nitatuma watu kuwaita wavuvi wengi, nao watawavua. Na baada ya hayo nitatuma watu kuwaita wawindaji wengi, nao watawawinda watoke katika kila mlima na kila kilima na pango za majabali. Maana macho yangu yaziangalia njia zao zote, hawakufichwa uso wangu usiwaone, wala haukusitirika uovu wao macho yangu yasiuone. Nami kwanza nitawalipa uovu wao na dhambi zao maradufu, kwa kuwa wameitia unajisi nchi yangu kwa mizoga ya vitu vyao vichukizavyo, na kuujaza urithi wangu kwa machukizo yao. Ee Bwana, nguvu zangu, ngome yangu na kimbilio langu siku ya taabu, kwako wewe watakuja mataifa yote toka ncha za dunia, wakisema, baba zetu hawakurithi kitu ila uongo, naam, ubatili na vitu visivyofaa. Je, mwanadamu ajifanyie miungu wasio miungu? Basi tazama, nitawajulisha mara moja, hii nitawajulisha mkono wangu na nguvu zangu, nao watajua ya kuwa jina langu ni Yehova.